Kwa namna ya kipekee nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kunipa dhamana ya kusimamia wizara hii nyeti ya ujenzi. Ni dhamira yangu kushirikiana nanyi mafundi sanifu kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu kwa ufanisi na tija kwa taifa letu. Wizara yangu kwa kushirikiana na bodi ya mainjinia na bodi ya surveyors na wadau wengine imeanza mchakato wa kupitia upya muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yani horizontal promotion, na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Ninawahakikishia kuwa tutaendelea kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi kuhakikisha maboresho haya yanakamilika kwa maslahi ya pamoja ya Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na ERB na AQRB na wadau wengine. Kwa mujibu wa taarifa ya ERB, hadi sasa mafundi sanifu waliosajiliwa ni takriban 3,000 tu, idadi ambayo ni ndogo ukilinganisha na mahitaji halisi ya nchi yetu. Hivyo basi, naielekeza bodi ya usajili wa wahandisi kufanya mambo yafuatayo. La kwanza ni kuongeza juhudi katika usajili wa mafundi sanifu waliokidhi vigezo vya kitaaluma. Namba 2, kuwa na mkakati madhubuti wa kuwatambua mafundi waliopata ujuzi kwa njia isiyo rasmi, hawa wako wengi, informal sector, ili kuwawezesha kuajiriwa au kujiendesha rasmi. Jambo la 3 ni kuharakisha mapitio ya muundo wa kada ya mafundi sanifu kwa kushirikiana na wizara yetu ya ujenzi na taasisi husika. Naelekeza maagizo haya pamoja na maazimio ya mkutano huu ni muhimu yawasilishwe wizarani, ofisini kwangu, kabla au ifikapo tarehe 30 ya mwezi Juni. Ndugu mafundi sanifu, bila shaka sote tunafahamu kuwa kwa kasi ya ukuaji wa uchumi tulionayo sasa haina budi kuimarisha viwanda na miundombinu yake. Hivyo tunahitaji mafundi sanifu waliobobea, wenye uadilifu na uzalendo. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza katika miundombinu na viwanda. Mchango wenu katika kuhakikisha miradi hii inatekelezwa kwa wakati, kwa gharama stahiki na kwa ubora wa hali ya juu ni jambo lisilopingika. Rai yangu kwenu ni moja tu: chapeni kazi kwa weledi na kwa bidii na kwa moyo wenu wote. Mfahamu tu kwamba taifa linawategemea na msimamo wa serikali uko wazi. Tunataka value for money kwenye kila mradi wa maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa mafundi sanifu sisi ni mainjinia, lakini naweza nikasema taifa linawategemea sana sana. Ni watu muhimu sana sana. Bila mafundi sanifu hatuwezi kufanya kazi. Vile vile niweze tu kutumia fursa hii, Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, kuwatia moyo kwamba tushikamane. Tunapotaka kufika lazima tushikamane, lazima vile vile tupendane. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba tupendane, tushikamane kwa pamoja, tusikatane mitama, ili tuweze kuhakikisha tunatimiza yale malengo yaliyokusudiwa.